Halo Merimela, binti muuaji. Unashangaa huioni maiti yako? Ninayo mimi. Na nina ushahidi wote ulivyokuwa unaua. Hivyo basi, nahitaji milioni 5 ili nikupatie maiti yako na nifute ushahidi wote ambao nimerekodi. Nika nipokea simu. Pokea. Yaani mshenzi huyo ajua kama kuna matatizo. Kwa nini nikupokea simu? Pokea simu. Nimeisha mimi, nimeisha. Pokea simu, Nika nipokea simu. Pokea simu, Nika. Pokea. Mungu, mimi nimeisha jamani. Karibu. Hapa ndio nyumbani. Tutakuwa unakaa hapa, tutakuwa tunaamka wote. Asubuhi tutakuwa tunaenda mgawani. Sawa mama. Mimi niseme tu asante kwa msaada wako. Maana nilikuwa sina pa kwenda kabisa. Ni kama Mungu tu. Nimekuja mgawani kwako kula, ukanisikiliza shida zangu na umeamua kunisaidia. Usijali. Hivi ulisema unaitwa nani vile? Mimi naitwa Moma binti Mohamed, mjukuu wa Fakii. Sawa. Ngoja nitoke kidogo, naongea na simu na kuja. Sawa. Sasa hapa msalani itakuwa ni wapi? Maana nimebanwa na haja ndogo. Alafu hajanielekeza hata msalani. Baby, huo mfuko si ndio ulikuwa umebebea zawadi ambazo umeniletea mimi? Mbona ondoka nao tena? Sasa baby, wewe mwenyewe umeona. Nimeoga, kisha hapo nikamaliza, nikabadilisha nguo zangu. Sasa nikiacha mfuko, nguo zangu nitabebea wapi? Au niziache? Sasa unaziacha vipi? Na kati mfuaji ndio wewe. Unajua mwenyewe mvivu, sipendi kufua. Haya basi sawa, twende. Oh. Chituntu. Huyu wifi yako anaitwa Fina. Fina, huyu ni wifi yako anaitwa Chituntu. Amekuja kunisalimia hapa. So, hapa ndo nataka nimsindikize. Itakuwa vizuri zaidi mkifahamiana. Oh, wifi yangu. Wifi, mambo? Poa. Basi wifi yangu, kwa heri. Maana umeingia, mimi nataka kutoka. Sitaona lini tena. Hebu kwanza subiri. Wifi? Sijaelewa yani. Oh. Chituntu, acha tuwahi. Unajua muda umechelewa. Ngoja nikupeleke basi. Fina, nakuja, ngoja nimsindikize mgeni. Halo? Nakusikiliza. Nimepata kichwa. Naonekana mwili wake ni mzuri kabisa. Mnaweza kuja leo usiku. Na mtapata viungo vilivyo salama kabisa, fresh kabisa. Andaeni tu pesa yangu hapo. Ili mkija mje nayo kabisa. Sawa. Ana umri gani? Kuhusu umri sijamuuliza, ila kwa kadri ninavyoona ni kama miaka 19 au 18. Na vipi kuhusu afya yake? Umejaribu kumuuliza kidogo? Kwa nilivyomuuliza, afya yake iko vizuri kabisa. Kwa hiyo nafikiria na figo yake itakuwa nzuri kabisa. Kwa hiyo hapa kilichobaki ni kazi kwenu.
ila ninachotaka kusisitiza na ninaongeza, hakikisha mnapokuja pesa yangu mkononi. Sitaki tuanze kusumbuana. Vipi Shem darling? Mbona kama upo sawa? Ni kweli Fina, mimi siko sawa. Na afadhali umekuja, nataka nikuulize kitu kimoja. Uenda kwako mimi nikapata jibu ambalo linaeleweka. Hivi, kwani nyinyi jamani wanawake kwenye dunia yoga mnataka nini? Kwa sababu unaweza kupata maskini wa Mungu mwanaume akawa anakujali, anafanya kila kitu ambacho unakihitaji na akawa anakuridhisha kabisa hata kitandani. Lakini bado ukamchiti. Kwani nyinyi jamani mnataka nini kwenye ulimwengu? Au mimi najaribu kujiuliza. Au ile siku ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anamuumba Hawa Adamu alivyosinzia, kuna vitu labda wanaongoneza Mungu mje kutufanyia sisi wanaume jamani? Mimi mbona sielewi haya mambo? Shem, ngoja nikukosoe. Sio wanawake wote. Ni baadhi. Wengi wao husema hawawezi kula mboga moja. Ila mimi mbona nakula mboga moja na ninalizika? Kwani kuna nini Shem mpaka unasema hivi? Si kitu wala. Ila naujutia sana moyo wangu. Moyo wangu mimi ndio umeniponza Fina. Yaani huu moyo wangu mimi naulaumu sana kwa sababu umefanya nimejikuta naingia kwenye matatizo ambayo hata siku yatarajia maskini wa Mungu. Hiyo ni kwa sababu ya kupenda. Yaani nimejikuta napenda watu ambao sio sahihi. Ndio maana najikuta na laumu tu wanawake wote ulimwengu mzima. Yaani nashindwa kuelewa kwamba hata mamangu pia ni mwanamke. Yaani maskini wa Mungu nisielewi. Yaani hapa nilipo hata sielewi maskini ninafanya nini kwenye hiki ambacho kinaendelea. Nipo kwenye matatizo, ni matatizo makubwa ambayo sijui hata nimuelezee nani ambaye anaweza kanisaidia mimi jamani. Unanibushi baba yako hii. Alafu wewe nishakukumbuka. Wewe si ndio yule ambaye umenigumia ule muda pale? Sasa hapo unafoka nini? Mimi nishakulipizia au hujui kama alkisasul haku? Hata hivyo mimi nilikuwa sijui kama mbele yangu kuna mtu. Kwa hiyo kanilikugumia uliko unatakaje? Yaani ona ulivyokuwa una adabu. Tumegumiana, umeanza kunigumia wewe. Mimi nimekugumia kwa bahati mbaya. Baada tuanze kuombana misamaha yaishe, unaniuliza unatakaje? Haya na wewe unatakaje? Shem, mimi sijawahi kulala na mdogo wako. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Kwa sababu nakupenda sana wewe. Naomba unipe nafasi. Niko tayari kutoa majonzi yote ambayo unayo. Natumaini hayo yote ambayo unafikiria kwa sasa yatakuwa hayapo. Sura yako, mdomo wako haujakaa kimajonzi. Mdomo wako umekaa kwa ajili ya romance. Auzu billahi minashaitani rajim. Mungu wangu. Hebu niondokee kabisa usije kaniingiza leo kwenye matatizo ambayo unanichanganya hapa. Wewe mtoto akiko unaniambia mimi natakaje? Oya mimi namba 322645 zote zangu zimejaa hapa akilini, nitakuja nikupige mibao uende kulia kwa mama yako sio kwa baba yako huko. Oya,
Nishapagawa. Mimi bangi sivuti natafuna. Na sisi ndo tunatafuna zile bangi za kule Jamaica kwa kina Bomale Soja. Sijui umenielewa? We kaka, hapo ndo unaomba msamaha au unanitajia namba za simu? Maana sikuelewi. Naona unanichanganya tu na wewe. Alafu sasa hivi sitaki mazoea kabisa na vitoto vidogo hasa nyoa wa kike. Kwa maana nyinyi mueleweki, siji majini, siji mashetani, siji mizimu mueleweki kabisa. Sikia sasa. Kula chocho. Afutika basi. सुबह की पहली किरण मैं आधी रात की तन्हाई Mimi sijali nilikuwa nataka mfanye nini. Ila alikuwa na kitu cha kukuuliza. Kwa hiyo umekuja nichape au ndio umeendelea kuniletea propaganda zako za kila siku? Kwamba tutafanya. Mimi nimekuja kukufuata tutoke. Kwa hiyo nenda kajiandae tutoke. Na hilo swala la muda wote unasema tutafanya. Mbona unakuwa una haraka sana? Ipo siku nitakupa uichape mpaka uchoke mwenyewe. Oh, kumbe leo kulikuwa kuna out na hujaniambia. Basi sasa ngoja nikajiandae. Kwani haya mapenzi yana nini? Mbona yananiumiza hivi na mpayo? Joan, utanisamehe sana hiki ninachoenda kukuambia hapa. Lakini nanipaswa niseme hivi ili mradi nibaki kuwa huru na maisha yangu. Maana kama nitaendelea kufuata kile ambacho moyo wangu unakitaka, basi nitaishia jela. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kuanzia muda huu unaozungumza mimi na wewe, naomba tuachane. Unasemaje? Na kwa nini iwe hivyo? Joan, yote ni kwa sababu yako wewe. Usingekuwa wewe hata yote asingetokea. Mimi kuna muda najaribu kujiuliza, kwani nyinyi wanawake mnatakaga nini? Anarudisha majeraha, nashikilia mtu ananitoa. Eti, niambie basi walau nijue kwamba nyinyi wanawake waga mnataka nini? Kwa sababu mbona kila mwanaume kwenye hii dunia analia kuhusu wanawake? Kwani nyinyi mna nini? Kwani haya mapenzi yana nini? Mbona yananiumiza hivi na mpa yote? Wewe tena. Uko unaelekea wapi? Nimeagizwa na mama pale na kupeleka ila mchezo. Ana nyie baby mnaenda wapi na wifi yangu? Baby? Nimesikia vibaya ama? Sisi tulikuwa tunaelekea. Hapo nyamaza Mchiro. Nataka nijibu huyu mtoto. Umemwitaje huyo? Mimi nimemuita baby.
Kwani kuna shida mpenzi wangu kumuita baby jamani? Eti wifi yangu. Kwa hiyo Mchilo kule ulikuwa unamharakisha haraka imradi mimi nisijue ukweli, si ndio? Kwa hiyo mimi unanichanganya na hiki kitoto kinuka mkojo. Dada. Mimi sio kinuka mkojo. Yaani nilivyokuona kule nilikuona mtu wa maana. Kumbe una lolote. Alafu mimi sio mtoto mdogo. Una kadi langu la kliniki? Wewe ndio uloleta hapa duniani mpaka uniambie mimi mtoto mdogo? Usinione hivi. Au ufupi ndio unakudanganya? Mimi mfupi nje ila ndani mrefu. Si umenielewa? Naomba unyamaze. Tena usitaki kunipanda kichwani. Si unanielewa? Hivi wewe unavyojiangalia wewe afu kaniangalia na mimi. Tunaendana? Afu nisikilize wewe. Na urefu wako kama mkojo. Yaani mpaka hapo ulipo unitishi kwa lolote, alafu usikuogopi. Kama unajiamini, jaribu kunigusa. Nikuchafue na hiyo rangi yako. Kumbe mimi mwanzo sinaga muda kubizana na watoto wadogo kama wewe. Kwa hiyo mimi ndo naongelea maneno hayo, si ndio? Sasa subiri nikuonyeshe. Hebu mwache bwana, wewe unampigia hivi wewe sasa. Naomba niache, unataka nimuonyeshe usijifanye jeuri. Oya wewe. Fina umeua. मेरी